mhuni anayepokea uhuni si mhuni naye? Ni mhuni. Sasa uhuni Magamba tutaishi nao mpaka lini? Kwa maana kama kweli ofisi yetu ya kijiji inaweza kuletewa barua hiyo saa 1 usiku, ofisi yetu ya nani ya kata, kwa maana diwani saa 1 anapokea barua, ni sheria gani inayomruhusu kusaini barua ambayo ni ya serikali na ni mheshimiwa muda huo wa saa 1? Tunachoona hapa hatujibii kitu kinachoeleweka. Wazazi wanaonyanyasika ni sisi, watoto watakaonyanyasika ni wa kwetu. Tunachoomba hata hizo shule zifungwe, wanafunzi wasiende shule. Mimi nadhani tunapoteza muda, ni kufanya maamuzi kwenda kufanya, tukafunge tu ile barabara tuendelee na habari nyingine. Kwa muktadha huo basi, moja kwa moja alitakiwa asipokee, aikatae, aone hicho anachofanywa, maana wale sio mabosi wake ni wananchi. Vipi umwogope aliyewekwa na serikali na aliyakuwa wewe ni mteule? Ni sawa, yani umechaguliwa wewe, ni sawa na rais. Kuna mamlaka ya kwenda kumtoa mheshimiwa diwani kwenye kiti chake wakati amechaguliwa na wananchi? Kuna uhalali? Kwani tunaotakiwa kumuondoa kwenye kiti si wananchi? Vipi aogope hao walioteuliwa? Hata mheshimiwa DC vile vile ameteuliwa vile vile, si ndio? Sasa kwa nini yeye amuogope huyo wakati mabosi wake tuko huku? Sasa tumekaa kuanzia majuzi mpaka leo, ile mali yetu imeondoka vya kutosha. Huni yani utoke huko, aandae mapolisi waje huku wafanyeje? Waje watubuguzi, maaskari, magari mangapi? 2. Mheshimiwa Rais hawezi kufanya hivi, sawa Mheshimiwa Rais hawezi kufanya hivi. Magamba ambao anawathamini kwamba ni wapiga kura wake, aje awaletee askari na mitutu na mabomu, aje kuwaua. Vipi awaue na hali ya kuwa nyie anawatambua kama wapiga kura wake? Kwa hiyo hii tiketi ushenzi huu ulifanyika hapa katikati hapa. Sasa kama utatokea hapa katikati, je, tuendelee kuvumilia? Leo tunasema njia tutafunga, mashule tutafunga, Magamba tumechukia, hatuhitaji shughuli yoyote ile. Hapana, mtoto wa shule ya msingi Mabugai wa chekechea anaweza kupita kwenye yale magari pale? Haiwezekani. Kuanzia leo watoto wetu hawataenda shule. Kama ni vipi, mkuu wa wilaya, mkurugenzi na mkuu wa mkoa waje wasome wao kwenye hizo shule. Na kingine, hata shule inayojengwa kwa Mikelu hatutaenda kujenga wananchi. Hawa viongozi hapa wataenda kujenga wao na watoto wao wasome, lakini sio sisi wananchi. Kwa muda ambao wamefikia, wameshachukua kwa viongozi, kama ni viongozi wanaojitambua wangeshakuwa na majibu, lakini mpaka sasa hivi sisi nadhani tukishafunga watakuja na majibu tunayoyataka sisi. Binafsi napandwa na sukari usiku, mimi silali. Naongea ukweli kutoka moyoni. Na hawa pia kama viongozi wetu wakisema hawajui, mimi sikubali kwa sababu silaha haichongwi siku ya vita. Silaha inachongwa mapema. Sisi kama wananchi tunavyoendelea kuishi, lakini pia kuna mambo tunayasikia kwamba mwanzoni huko lilikaa baraza la madiwani na wamekubali Bugai pachimbwe. Sasa leo tupate majibu pia ya hili kwamba hilo baraza la madiwani walipokaa walikubali ama hawajakubali, kwa sababu sisi tumejaa kwamba walikubali na walisaini na posho walipewa. Cha kwanza. Cha pili, sisi kama wana Magamba tuna haki ya kutetea Magamba. Labda leo pia tupate majibu kwamba huu mgodi wa Mabugai ni wa serikali na ndio maana serikali imeamua kutoa mapolisi na kuja kusimamia ule mradi. Lakini kama sisi wa Magamba ni wenyewe, tunahitaji kujua, kama tunakataa, tumekataa. Hizi habari za chini za kuleta maaskari sijui na madiwani hawajui. Sisi kama wananchi wa kawaida tunakosa nguvu. Hawa tumewapeleka kutusemea sisi. Sasa kama leo hii hawatusemei, wanasema hawajui, sisi kama wananchi tunafanya nini? Yaani ni sawa na sasa hivi unamkuta mtu kaingia nyumbani kwako, anasema nimekuja tu, huwezi kuingia hapa, na wewe unakubaliana naye. Sisi kama wananchi wa Magamba tufike mahali hawa kama viongozi wetu tuliowapeleka kule kutusemea watupe majibu. Wakituambia hawajui, mimi binafsi siwaelewi. Labda kama nyewe wengine mnaweza mkawaelewa, lakini mimi sitokawa niwaelewe, kwa sababu
Sisi tulikaa tukawachagua, tukasema hawa ndio watetezi wetu. Sasa kama watetezi wanatusaliti, watuambie leo. Manake mimi nashindwa kuelewa. Sisi kama wananchi wa Magamba wenye mgodi wa Mabugai ambao tumeutunza kwa miaka nenda rudi, leo hii wameingia wavamizi, wanaiba na wanasimamiwa na polisi. Polisi ambao sisi tungepata shida tungekimbilia kwao. Tutakuwa mgeni wa nani? Je, sisi tutakuwa wananchi wa Magamba wa kazi gani? Tumewapitisha watu wakatusemea, alafu leo wanatusaliti. Hivi tunakubali kweli? Tufike mahali sasa tupate majibu leo kutoka kwa mheshimiwa diwani na mwenyekiti wake na wale wengine wote ambao wanahusika, kwamba wakituma majibu hawaelewi, manake mimi binafsi siwaelewi, ili tupate majibu kwamba je, ule mgodi pale sasa hivi sasa anayechimba pale ni serikali ama ni Abanyambo aliyejiandika kwenye mradi? Na baada ya hapo imewezekanaje serikali, polisi watoke waache kutulinda sisi wananchi na mali zetu, waende wakamlinde mwizi anayetuibia sisi? Kabisa naomba niseme kwamba Magamba tumeuzwa na viongozi wa kuanzia kata hadi wilaya. Halafu huyu mkuu wa wilaya aliyejibu majibu mabaya sasa hivi, kuna siku hapa kwenye mkutano kama huu alimwita mwananchi takataka hapo, anamwambia askari, hebu shusha hiyo takataka hapo, ni mwananchi wa Magamba. Hivi kweli leo ulizo swali la Magamba tena la madini ajibu kitu ambacho kina maana? Sasa hapa maamuzi ni nyie, wenye mlima ni nyie, walinzi mlioulinda miaka yote ni nyie. Leo naomba kila mtu atoe mawazo yake, halafu tuyafanyie kazi leo tupate mwafaka, kwa sababu mlima huu umefungwa, lakini leo waliofungua ni wahuni. Majibu yao ni ya kihuni, lakini watu halali ni hawa hapa, ndio watu ambao ni halali. Sasa tutanyanyaswa mpaka lini? Sasa hivi shule msingi Mabugai pale iko kwenye shida, mazingira yako kwenye shida, maji Magamba yatakauka, tutahamia wapi jamani? Watu ambao wanategemea maji ya Magamba, na nyie Magamba mtategemea maji ya wapi? Kuna bwana waliingia mkataba kwenye eneo la shule ya msingi Kosimu. Ule mkataba wananchi wakawa hawajui, lakini mwisho wa siku tulikaa kama tulivyokaa leo, ule mkataba tukavunja na wale watu waliondoka. Tunaelewana? Kwa hiyo na sisi kama kuna mkataba watu wameingia kinyemela, sisi ndio wenye mali. Hao watu wawili ambao wako mbele na mimi nikiwepo, mtu wa tatu, inawezekana tunawakilisha. Tunaelewana? Kuna mjumbe mmoja ambaye alianza kuongea hakupata majibu aliyotosheleza. Kwa kuna kikao cha baraza la madiwani wamekaa kikao cha madiwani, lakini diwani hakujibu. Kwa kikao wamekaa wamekubaliana nini? Tuko pamoja wajumbe? Sasa labda diwani atupe mwelekeo kwenye kikao cha madiwani, wamejadili swala la bauxite, wamekubaliana nini? Tunaelewana? Ili tujue sasa. Yeye kwenye hilo baraza ni yuko peke yake, mtu wa Magamba. Wakipiga kura, inawezekana kura yake yeye akikataa, wanaweza akapitisha wengine. Kwa hiyo na yeye atakuwa amepitisha. Tunaelewana? Lakini yeye kama amepitisha, sisi tuna uwezekano wa kukataa alichokupitisha. Tunaelewana? Kwa mimi niombe sasa, kama kuna uwezekano tuungane wote kwa pamoja. Kama mkataba umepitishwa kinyemela, mikataba ya udanganyifu, sisi hatuikubali. Tunaelewana? Kwa hiyo tuone tunafanyaje. Kama ni kuziba njia, tuzibe njia. Tunaelewana? Tuzibe njia, wakose njia kupitia, mwisho wa siku tumalize hivyo. Nyumba ikiwaka moto inazimwa siku hiyo hiyo. Wakati tumevamiwa na hao wachimba madini, kama viongozi hao wawili wanaotupa majibu sasa hivi walikuwa hawajui, na wao wangekereketwa kutuita hata kama ni usiku. Lakini habari ya kwamba tunasubiri Jumatano mpaka Jumamosi, hilo pia si sahihi. Kuna jambo liko ndani yao. Lazima tuseme kwa kuwa hapa tunatakiwa tuambiane ukweli. Haiwezekani tukawa na viongozi wanaoacha nyumba inaungua wasubiri ishe ndio waje watuambie. Lakini na majibu yanayotolewa hapa sasa hivi mnayasikia kwamba kama ni nguo basi mtafute namna ya kutoa nguo. Haya sio majibu sahihi. Kwa hiyo tunao wavamizi, lakini tuna viongozi pia ni matatizo. Naomba niseme ukweli, kwa sababu kama wananchi wanaweza wakatoka
lakini viongozi hawatoki. Hiyo hakuna maana hapo. Maana yake mwananchi anatakiwa anapolia kiongozi yupo, lakini kiongozi anapoona wananchi wanalia yeye anasubiri, anasema subirini. Bado mimi sioni kama tuna kiongozi au tuna viongozi. Nishangaza mimi mwenyekiti wenu, eneo la shule ya sekondari tulikaa wote eneo hili tukaandika muktasari kwamba eneo hili tunamkabidhi mkurugenzi, lakini mimi kama mwenyekiti ninashangaa leo hii eneo la Bugai watu wanakuja wanaingia tu bila kuandika muktasari kwamba tunamkabidhi mkurugenzi. Sasa nilichowaitia hapa ni tuje tujadili kwa pamoja hili likoje, kwa sababu mimi siku ya Jumanne nilipigiwa na mtendaji wa kata tena wale wanaosaidiana na mtendaji wa kata kwamba kuna barua yako hapa, tena saa 1 usiku niende nikaichukue. Nikamwambia barua hiyo mimi naenda kuichukua kwenye kata ofisi imefunguliwa. Wakaniambia haijafunguliwa, lakini ninayo mkononi. Nikamwambia basi hiyo barua niletee wewe kama unaweza. Akaniambia hapana, wewe kama unaweza njoo, au kama hutaki, lakini hii barua inatakiwa leo. Nikamwambia sasa hiyo barua ifungue. Hiyo barua akaifungua, akanisomea haya mlio yasikia hapa. Nikamwambia huo ni utani, huwezi kuja kuniambia mambo ya bauxite wakati tulikubaliana na mkuu wa wilaya bauxite ikija kuchimbwa atakuja kutoa elimu kwenye viwanja hivi vya Magamba. Leo ukinipa mimi taarifa hilo eneo ni la kwangu. Akaniambia hiyo ndio barua ninayokusomea. Basi mimi nikaachana naye siku ya Jumanne. Siku ya Jumanne ile mimi asubuhi Jumatano niliamkia kwenda kuzika kule Ndabwa, kulikuwa na mazishi. Baada nikiwa kule kwenye mazishi nikaambiwa magari yameingia huko juu pamoja na matrekta yanaendelea kuchimba na kubeba. Kilichotangulia pale ni kipira cha polisi kikiwa kimejaa askari pamoja na silaha. Basi wananchi wakaanza kuniuliza, we sasa tufanyeje? Nikawaambia hebu ngoja nije, kwa sababu kama wamepanda na bunduki hamwezi kwenda tu hivi. Basi nikawaambia basi ngoja nije, lakini wananchi siku ya Jumatano ile wakasema hapana, kesho twendeni huko. Nikamwambia tusiende kwa sababu ana bunduki, tukutane siku ya Jumamosi tukae mkutano wa pamoja. Tukiwa na mkutano wa pamoja ndipo tutapata majibu ya pamoja. Kwa hiyo ndugu wananchi, nimewaiteni hapa. Mimi mwenyewe ninasikitika kwa sababu hilo swala tulikubaliana na mkuu wa wilaya maeneo haya akatuahidi kwamba madini hayatachimbwa mpaka tukae wote tupeane elimu. Tulimuuliza hapa, lakini leo hii nikimuuliza mtendaji haya yakoje, akaniambia mimi ninachosema waendelee, kwa sababu nimeshapewa nini barua na wewe umeshapewa nakala hii, waendelee kuchimba. Nikamwambia sasa tunatakiwa tuwasimamishe. Akasema mimi siwezi kuwasimamisha, kama unawasimamisha wasimamishe wewe. Basi nikawasiliana na diwani naye akaniambia sasa wewe ita wananchi. Ikabidi sasa nipitishe mbiu au gunda kwa ajili ya kuwaiteni hapa tujadili haya
kwa sababu haya majibu ya kuchimba hapo juu kwenye bauxite tulikubaliana kwa pamoja, na mkuu wa wilaya alituahidi hapa sote. Kwa hiyo mimi kilichonishangaza ni kitu ambacho wanakifanya hata askari wetu wa Lushoto, kwa sababu sisi tunapoona kwamba tumepata matatizo kama haya tunakimbilia kwao, lakini wao sasa ndio waliokuja kusimamia hilo. Mwenyekiti ameniambia nitoe majibu ya ofisi ya kata. Hayo majibu aliyoyasema hiyo na mimi ninayo, kwamba taarifa binafsi sina. Uchimbaji umeanza Jumatano asubuhi saa 1 jioni, mimi nikaletewa nakala na kijana fulani wa bodaboda akaniletea nakala inao ni taarifu kwamba kuna uchimbaji wa bauxite Magamba, lakini taarifa rasmi mimi sijapewa, na barua huwa anatoa mtendaji wa kata, lakini mimi nimeletewa nakala baada ya utekelezaji. Watu wanaendelea, mimi naletewa barua jioni. Sasa sijajua kama hiyo ofisi ilikuwa wazi jioni ilikuwa ni ipi, sijajua. Lakini jana niwasiliana na ofisi pia ya mbunge kwamba aje hapa na yeye aseme neno, lakini kilichonishangaza asubuhi nimepiga simu wote hawapokei. Sasa sijajua kwamba shida ni nini. Nikasema niende kwa wananchi tukajadili wote, au tuwapigie simu wote, tuweke loudspeaker tuwasikie kwamba wanasemaje. Majibu anatakiwa atoe majibu hapa ni mkuu wa wilaya na sio sisi. Mkuu wa wilaya ndiye alikuja hapa akasema atakuja hapa atawaletea watu walimishe na atakuja mjadiliane. Yeye ndiye alisema. Sasa ndio napigia simu yake hapa, nataka niweke loudspeaker umsikie. Inaambiwa inatumika. Ngoja tuendelee kumtafuta atoa majibu. Unaongea na mkaguzi wa polisi. Niko kwenye eneo lako hapa Magamba. Niko hapa Magamba hapa. Wewe si mtendaji kata Magamba? Unajua kinachoendelea huko kwenye eneo lako? Sasa nataka nikuambie matokeo ya mkutano huo. Matokeo ya mkutano huo, wananchi wamezuia barabara inaenda kwenye mgodi lisiingie gari wala lisitoke gari mpaka wajue haki yao kama kijiji ni nini. Ukweli ni kwamba si kweli kwamba wananchi hawajashirikishwa. Naam. Swala la uchimbaji wa bauxite Magamba ni mchakato uliofanyika kwa miaka karibu 10 au 20. Na mchakato huu umefuata vikao vingi ambavyo kuna wakati wananchi hawakuwa wanataka. Naam. Lakini wananchi ambao hawakuwa wanataka ni wachache kwa maslahi yao binafsi. Baadhi ambao hawataki wenyewe wanalekeza madini karibu na panapochimba. Kwa hiyo wakaona huyu mwekezaji akija kuchimba watakompete kwenye soko. Kwa hiyo wakaanza mobilization ya watu ili waone kama wananchi hawataki. Lakini mimi binafsi nimeenda kuongea na wananchi mara 4 kabla ya mradi kuanza, na ninavyoongea na wewe leo, jana nilikuwa na wananchi wa Magamba mimi kuwaelimisha juu ya manufaa ya mradi kwenye kijiji chao, kuwaelimisha juu ya uwepo wa mradi. Lakini barua ya kutambulisha mradi ilitumwa wiki iliyopita, yani wiki moja kabla uchimbaji hujaanza, kwa viongozi wa kata ile na kijiji. Okay. Kwa hiyo taarifa ya kwamba wananchi hawana habari sio kweli. Hawa wananchi walikuwa wakipinga huo mradi kwa miaka karibu 10. Sasa leo hawajui vipi. Lakini kwenye kikao chao cha mwisho ambacho walikifanya hata baadhi ya wajumbe wa serikali kabisa ambao ni wawakilishi wa serikali wanasema kwanza wao hawana taarifa, lakini pia hata baadhi ya madiwani tunachukua hatua ya kuuliza, wao wanasema hawajui chochote. Sikiliza bwana, mchakato wa uchimbaji wa madini unaanzia kwenye leseni. Baada ya leseni inafuata memorandum of understanding na halmashauri, ambao baraza la madiwani ndio linalopitisha. Naam. Na
imepita kwenye baraza la madiwani akiwemo diwani wa Magamba na wameridhia. Na mchakato umeanza mpaka umeenda kwenye serikali ya kijiji. Sasa hawa viongozi wanaosema hao hawajui ni wapi, viongozi wa wapi labda. Kwa hiyo hakuna, huo ni uongo, kwa sababu mchakato wa madini sio kwamba mtu anafahamia tu anachimba. Hapana, unaanza kutafuta leseni, unapata leseni kutoka kwa kamishna wa madini wa mkoa au hata huko wizarani, inakuja inapitishwa kwenye baraza la madiwani. Ni mchakato wa wazi na ulikuwa wa muda mrefu. Wanakuja NEMC kufanya assessment ya madhara ya kimazingira. Zinakuja taasisi nyingi sana mpaka mtu awe issued kuchimba. Maana yake kuna mchakato mkubwa umefanyika na serikali imesimamia. Haiwezi mtu akanyanyuka tu akaenda kuchimba, hapana. Okay, so moja ya madai ambayo wao wanayasema ni kwamba mara ya mwisho ambapo tunaona hata kwenye vyombo vya habari hii ilitangazwa ni kwamba aliyekuwa waziri mkuu wakati ule Mheshimiwa Kassim Majaliwa alisimamisha mradi huu wa mchimbaji na akasema kwamba wananchi washirikishwe. Ngoja kwanza, Kassim Majaliwa alisimamisha, Mwigulu Nchemba aliruhusu. Na Kassim Majaliwa alisimamisha ili taratibu zifuatwe. Sasa kumbe wanajua kwamba alisimamisha, afu leo wanasema hawana taarifa hivi. Kwa kauli ya Mheshimiwa Mwigulu ni kwamba alisema taratibu zifuatwe kwa kuwashirikisha wananchi. Kwa hiyo wao wanacholalamika ni kwamba pengine mnaweza mkao mmefanya taratibu huko juu kama serikali, kama viongozi, lakini wao hawajashirikishwa. Basi kama hawajashirikishwa jana, nilienda kuwashirikisha. Kama madai ni hayo, mimi nimefanya kikao nao jana. Kwa hiyo ushirikishwaji umekuwepo. Na hawa ambao nimeweza kuongea nao na kikao walichokifanya mara ya mwisho mpaka wakafikia hatua za kwenda kufunga barabara, ni kwamba wanasema wao hawajashirikishwa. Hicho ndo kikubwa kuliko vyote. Ndugu mwandishi, kama unataka ukweli wa story, ndio maana nilikuambia nina uwezo wa kubalance, lakini nina uwezo wa kusema ukweli. Ukweli wa story si wananchi wote ambao hawajashirikishwa au hawaelewi. Wanaelewa wote na walishirikishwa. Tatizo ni kwamba kuna mtu mmoja tu anayemobilize wananchi kuingia barabarani kwa maslahi yake binafsi. Huo ndio ukweli uliopo hapa, kwamba maslahi binafsi ya mtu, yeye mwenyewe ana leseni jirani hapa, alafu anaona competition kwenye soko itamsumbua. Kwa hiyo anataka kutumia kivuli cha wananchi, na mimi nimewaonya wananchi jana, nikamwambia msikubali kutumiwa kama kinga ya mtu, sababu lengo ni ushirikishwaji wa wananchi na tumeshaufanya. Na hata jana wananchi walinipongeza sana baada ya kwenda na kuwaelimisha, wakafurahi na kuja kunishika mkono wananchi karibu wote. Sasa ninaamini kwamba kama walikuwa hawajashirikishwa jana, wameshirikishwa.